Mbinu za kutamaraki nchi au nchi. Bwana asifiwe. Na mbinu ya tano ya siku jana tuliona jifunze kuiendeleza ardhi au kuwajibika juu ya ardhi ulionayo. Lakini tukagusa eneo ambalo nasema mambo ya kusaidia kuendeleza au kuwajibika juu ya ardhi au mambo ya kusaidia kujiletea maendeleo juu ya ardhi unayoimiliki. Mambo ya kusaidia kukuletea maendeleo juu ya ardhi unayomiliki. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nikakwambia watu wengi wana ardhi lakini maisha yao hayabadiliki. Nikakueleza jana kwamba hakuna mtu anaweza akafanikiwa duniani isipokuwa anajua potential au muhimu wa ardhi aliyonayo. Na naomba tulie, sitaki tu mtu kwa anasimama na naomba mtu asitoke nje kama hana sababu ya msingi. Haleluya. Yanapoanza kusimama namna hii nataka nidhamu sana. Kwa hiyo nikakwambia ardhi ni eneo muhimu sana kwa watu kujipatia utajiri na kupata maendeleo. Tatizo sio ardhi, lakini wanaokaa juu ya ardhi. Tatizo ni sisi. Kwa hiyo nikakwambia kuna vitu vya kuzingatia sana. Kuanzia leo uanze kujitafakari. Jambo la kwanza naweza kusaidia ili uweze kuleta maendeleo juu ya ardhi walioko huko jana. Nilikwambia namba moja ni fikra za kiuzalishaji. Si mnakumbuka? Fikra za nini? Za uzalishaji. Kwa hiyo tuliangalia kitabu cha Mathayo sura ya 25 kuanzia aya 14 mpaka aya 21. Yule mtu aliyetaka kusafiri aliwapa talanta 5, 3 na 1, 2 na 1. Wale wenye 5 alizalisha, 2 alizalisha, lakini 1 hakuzalisha. Kwa hiyo nilikwambia tatizo lililokuwepo kwa yule mmoja aliyekuwa na talanta 1. Tatizo lililokuwa na msimu yule jamaa, palikuwa matatizo kama 3, nataka niyazungumze leo. Lakini tatizo la kwanza unaoliona kwa yule mtu ambaye alipewa talanta 1. Tatizo mojawapo ni kwamba alikuwa hana fikra za nini? Za kuzalisha. Na nakwambia watu wengi sana, nakwambia jana, watu wengi sana wana shida ya kuzalisha. Haleluya. Watu wengi sana wana changamoto ya kuzalisha. Shida sio talanta. Unaweza ukawa na mtaji na usiweze kuuzalisha. Nimeona watu wengi sana ambao wanapewa mtaji wanaiharibu. Halafu nalia mimi sina mtaji, sina kianzio. Shida sio kianzio. Nisikilize. Mungu kabla ya kukupa kianzio anakupa maono. Unasikia? Mungu akupagi hela kwanza. Mungu anakupa maono kwanza. Alafu fedha au mtaji unafuata maono ulio nayo. Pasipo maono watu shinda kujizuia. Manake watu wanaishi maisha ya holela, ovyo ovyo. Hawana mwelekeo. Shida sio pesa. Shida sio watu Mungu kuunganisha nao kwenye biashara, kwenye kilimo. Shida watu wengi hawana vision, hawana maono, hawana mipango, hawana mwelekeo. Hawana kwamba hii kitu nikinipa nazalishaje. Wanasema tu naomba fedha, naomba mtaji. Unaweza kupewa hata milioni 10. Mnisikilize, nilikwambia jana. Kama leo ukipewa milioni 1, hujui ifanyie nini, tayari wewe ni maskini. Kuna mtu hapa analia, anasema light ningepata hii milioni ningetoka. Lakini mwingine anasema nataka milioni. Huyu anasema light. Huyu wa light ni kwamba tayari anajua kabisa na iweze nikaiwekea wapi kadhaa. Ndio maana kwa kadri mtu akili zake zinaanza kuwa na mawazo fulani, ambao haya mawazo anajua ninaweka 1, 2, 3, 4, 5 na anatoka. Huyo mtu anafanikiwa muda wote. Mungu akupi hela, anakupa maono. Maono ndiyo anakupa mwelekeo wa unapoenda. Kwa mfano mimi sasa hivi ukiniambia huduma hii nataka milioni 100. Huduma hii nikisema na kwa milioni 100. Hiyo milioni 100 nikiipata sio kubwa kwenye huduma tulionao sasa hivi. Kwa nini? Kwa sababu nina maono tulionayo mbele ni makubwa, kuna vitu yanahitaji.
Sasa maana yake Mungu akileta milioni 100 kwenye huduma, hatuwezi kuiharibu. Inaenda mahali ambapo tuna upungufu, kwa sababu tayari tunaona mwelekeo. Kwa nini? Hapa tunahitaji magari, sio moja, mengi. Tunahitaji vyombo karibia milioni 20, vyombo tu. Gari la kusafirisha vyombo kwenda mahali lazima una kenta. Hiyo shilingi ngapi? Ni kwa nini tunataka hela namna hizo? Sio za kuchezea, ni kwa sababu tayari kuna mwelekeo tunao. Kwa hata kama hela ikija haiwezi kutusumbua. Watu wengi wanaosumbuliwa na hela hawana maono. Wanurudie SMS. Kama hela inakusumbua, mwanangu, huna maono. Yaani kama ukipata 200,000 umechanganyikiwa. Changa mji mtu anatembea hivi ameweka kabisa na mfukoni ili zionekane. Huyo jamaa hana maono. Pesa imemvuruga mpaka nyumbani hakai. Akipata 200,000 ndio mchepuko anaenda. Kwa nini? Kwa sababu hela imemvuruga. Hana kitu cha kuifanyia. Watu wenye maono hela haiwasumbui. Kwa nini? Kwa sababu ikija inaenda kwenye maono, ikija inaenda kwenye maono, ikija inaenda kwenye maono. Bwana asifiwe. Mtu anasema milioni 10 ni nyingi, huna maono. Milioni 10 ni nyingi, huna maono. Wewe una maono tu ya bata au kuku. Ukiwa na maono kama ya nani, ya tai, unaona mbele, ni hela kidogo. Nimeona watu ambao walikuwa wanafanya kazi wakajikopesha kihela tu milioni 15, kakopa, kaacha na kazi. Baada ya muda ameshakuwa mlevi. Alifikiri milioni 15 ndio utajiri. Unaweza ukapata milioni 15 na ukafa maskini vile vile, si ndio? Shida ni akili za uzalishaji. Nimeona watu wenye 100,000 wamekuwa matajiri. Mnanisikia ninachokisema? Kwa Mungu anataka huyo mtu aliyechukua talanta akaizika. Shida alikuwa hana kitu chochote cha kuifanyia, akashinda kuizalisha, akaiweka kwenye ardhi. Kuna watu wenye hela benki mpaka leo ipo. Mtu anakaa laki, kila akienda ATM anabonyeza laki umo, kesho anarudi laki umo. Wewe maskini, inakaa benki fani mpaka benki inaamua kuwa inakula kidogo kidogo, wanakula kidogo kidogo. Nini? Umewapa benki wakuzalishie. Benki wenyewe hawezi kuzalishia, labda kama umeweka kwenye fixed account. Lakini benki wanatumia hela yako, wanazungusha. Wewe unafikiri benki wanafanya biashara gani? Si kuzungusha hela. Unawapa hela, wanazalisha, wanakurudishia hela yako. Kwa nini usizalishe mwenyewe? Kwa nini mpaka wape watu wakuzalishie? Ni kwa sababu shida ni akili za kuzalisha vitu hazipo kabisa. Na ndio maana ukitaka mtu atoke, kabla ya kuambia mtaji, muulize mpango. Mimi kuna watu ambao wakiniambia, mtumishi, nataka mtaji shilingi ngapi? 200,000, 300,000, 500,000. Huwa na watesti kwanza na 50,000. Nashangaa wengine 50,000 ameshaiua, haipo tena. Nafikiri nitakupa nyingine. Never. Naishia hapo kwa sababu wewe ni zezeta. Nitakupaje hela maharibu? Lazima tu, kwa sababu unapotaka hela lazima una maono. Unaipeleka wapi? Ifanye nini? Ileteje faida? Unaweza kuwa na ardhi kila siku na amko unaitazama tu. Unapiga na mruzu. Unapigia mruzu. Bado unarudi nyumbani unalala. Ardhi unayo. Tunaenda sawa? Kwa akili za uzalishaji. Jambo la pili linaweza kusaidia kuleta maendeleo juu ya ardhi ni mkono hodari. Mkono hodari. Bwana asifiwe. Mkono wenye bidii. Mkono wenye bidii. Mkono wenye bidii. Tusome Mathayo hiyo. Mathayo 25 hiyo. Nimekwambia huyu mtu alikuwa na matatizo 3. Sasa hili ni tatizo la pili.
Tatizo lilosababisha asizalishe ni nini? Nitakuonyesha. Tatizo la kwanza, alikuwa hana akili za kuzalisha, ndio maana akaizika, hakuzalisha. Akili alikuwa hana. Lakini tatizo la pili ambalo Bible inasema, angalia 25:26, tatizo mtu aliyokuwa nalo hili. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu. Mwambie mwenzako mlegevu. Kwa huyu jamaa mwenye talanta moja alikuwa ana akili za kuzalisha, ndio maana akafa hajatoa kitu, akarudi hajatoa kitu. Lakini namba mbili, Yesu anamwambia mtumwa mlegevu. Kwa mnisikilize vizuri. Ukitaka ardhi ulionayo iweze kuletea maendeleo, jambo la pili ni kuacha ulegevu. Mtumwa mlegevu. Ulegevu ni jambo ambalo limeathiri maisha ya watu. Ukitaka kufanikiwa, acha ulegevu. Mwambie unaweza kuacha ulegevu. Acha ulegevu. Mhubiri sura ya 9 aya 10. Mhubiri sura ya 9 aya 10. Ulegevu. Ulegevu ni tatizo. Haleluya. Bible kiisoma haitaki mtu mlegevu. Never. 9:10. Anasema hivi. 9:10. Mhubiri sura ya 9 aya 10. Lolote mkono wako utakalo lipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako. Ulifanye kwa nguvu zako, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako wewe. Maana yake msikilize, sehemu ya kufanya kazi ni duniani. Ukisha kufa utafanya kazi. Kwa hiyo anasema, kwa sababu Mungu amekupa pumzi na uhai, lolote ambalo mkono wako umekupa kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako zote. Lolote. Usikubali jambo unalofanya kwa mkono wako ulifanya kwa mkono mlegevu. Hamna. Kataa. Hiyo huduma ya Bwana usifanye kwa mkono mlegevu. Hiyo biashara usifanye kwa mkono mlegevu. Hiyo kilimo usifanye kwa mkono mlegevu. Acha kulegea. Bible haimruhusu mtu ulegelege. Haipo. Mambo ya rohoni, mambo ya maendeleo, mambo ya huduma, biashara, chochote haitaki mtu mlegevu. Anasema mtumwa mbaya na mlegevu alilegea, akili zake mgando, hakutaka kujisumbua. Kuna watu ambao hawataki kujisumbua, anataka kila wakati comfortable zone, hataki kujisumbua, kugusoguswa, anataka starehe muda wote. Mnasikiliza? Kuna siyataji, kuna maeneo fulani kwenye kanda ya Tanzania, maeneo fulani wanakuja wageni, wanawafukuza wenyeji. Kiondo anacheka, anajua. Mtu amekutwa miaka ya 90 yupo kwenye huo mji, si utaji mji maarufu hapa Tanzania. Amekutwa ni makabila fulani yapo, yalikuwa na ardhi, yalikuwa na minazi. Ujiongeze na kila kitu. Wamekuja wageni, wamewanunua, wanasogea. Wamenunuliwa, wanasogea. Wamenunuliwa, wanapewa milioni 40 ya kiwanja, anasogea. Anakula tu na kitambi. Mlegevu akiamka asubuhi ni bao, pulu, mpira, shabeki yuko hapo. Waswahili wanawasogeza tu. Sogeza, kambari, sogea. Wanasogezwa. Leo hawana kitu. Uzao wao hauna kitu. Chanzo ulegevu. Wamelegea, wavivu tu. Wanaamkia kwenye bao. Unapata wapi utajiri? Unapata kuendelea? Ulegevu ni tatizo kubwa. Mnisikilize, Wachina wanakuja huku, wanafanya kazi inaonekana. Angalia Wabongo sasa. I say,
Yaani tumelegea mno. Unapata muda wapi wa umbea? Yaani unaweza kuwa na mambo mengi alafu una muda wa umbea. Ukiona una muda wa umbea, kwenda kwa jirani yako kwa ajili ya ubuyubui, ujue wewe maskini tayari. Sema haleluya. Wewe unapata wapi muda wa umbea? Kwenda kusemana huyu kusema huyu. Wewe hauna kazi za kufanya. Mtu asiye na kazi lazima aende kwa jirani yake kupiga umbea, kusemana. Na hapo ndo uongo unaanzia, usengenyaji, kurogana, wivu. Kwani kwa sababu watu hawako busy. Okay, nenda kafikia mji ya Dar es Salaam. Sijai kuona Dar es Salaam mwenye nyumba na nyumba wanasemana. Sijai kuona. Sijai kuona. Dar es Salaam geti liko hapo huko, hata msiba watokea mtu hajui. Ukiamka asubuhi za asubuhi, kila mtu yuko busy anatafuta. Sasa mwenzangu na mimi kwa sababu tu unaokota pale nani mboga za majani, upo tu mbele, unaendekeza tumbo mbele, mdomo huo mrefu, hauko busy. Uregefu ni kitu kibaya. Kwa hiyo anasema chochote mkono wako unachokifanya, ukifanye kwa nguvu zako, huduma kwa nguvu zako, kuimba kwa nguvu zako, kuhubiri kwa nguvu zako, kufunga kwa nguvu zako, chochote unachokifanya kifanye kwa nguvu zako zote. Mama mniwekea maiki vizuri, naona imenibana. Haleluya. Ukifanye kwa nguvu zako zote. Usikubali kulegea hata siku moja. Unaona kabisa watu mpaka kanisani, wao kushangaa, lakini sio hapa. Wao shangaa watu kanisani, kanisa na magugu. Sio hapa, sio kuna maua, sio hapa. Usiniseme. Haleluya. Kanisa watu wamelegea. Hata kufanya kazi, mwingine anapika masaa 8, mimi anapika chakula. Masaa 8. Nasonga, unafanya nini mama? Nasonga ugali. Masaa 8. Sema haleluya. Angalia Mithali 14. Mithali 14. Ulegevu ni tatizo kubwa kwa jamii. Mithali 14. Mithali 14. Atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini. Na narudia sana, sio kama unaelewa. Bible ilishakwambia mapema. Inasema atendaye mambo kwa nini? Kwa mkono huwa nini? Maskini. Bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Ukiona kabisa una roho ya uvivu, uregevu, omba toba iondoke. Sababu mafanikio utakufa hivyo hivyo. Hakuna muujiza utakaoona. Kama una bidii unachokifanya, uwe na hakika, sahau kuendelea. Watajenga nyumba, utakuwa unawaona. Watasomesha, utawaona. Watafuga, ukijitahidi kidogo una hema. Angalia Mithali 25 aya 5. Mithali 21, sorry. Mithali 21 aya 5. Mithali 21 aya 5. Mithali 21 aya 5. Mawazo ya wenye bidii huelekea utajiri tu, bali kila mwenye pupa huelekea uhitaji. Mawazo ya mwenye bidii huelekea utajiri tu. Mawazo ya mwenye bidii huelekea utajiri tu. Wakorintho wa pili sura 4 aya ya kwanza. Wakorintho wa pili sura 4 aya ya kwanza. Wakorintho wa pili sura 4 aya ya kwanza. Haleluya. Kwa sababu hiyo, kwa kuwa tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema, hatulegei. Kwa sababu hii tuna huduma hii, kwa jinsi tulivyopata rehema, hatulegei. Paulo anasema kwa sababu tumepata huduma hii, kwa sababu tumepata rehema, kwa sababu Mungu ameweka wito huu ndani yetu, hatuwezi kulegea. Iwe mvua, iwe jua, wachawi wainuke, tupigwe viboko, tukataliwe, lakini hatuwezi kulegea.
wakuseme vibaya, usikate tamaa, usikubali kulegea. Unafanya kitu watu wanakusema vibaya, unasema nikiache. Unakiacha ili nini? Kama ni huduma wanadamu hawajakuita, umeitwa na Bwana, endelea mbele, usikubali kulegea kwa sababu ya maneno ya ulimwengu. Sema haleluya wewe. Unakubali kulegea kwa sababu umekasha tamaa. Kwa sababu tumepewa rehema hii, tumepewa wito huu, hatuwezi kulegea. Hata kama nimepigwa viboko 40 kasoro moja, nimesema vibaya, nimeingia kwenye gereza, Paulo anasema sikubali kulegea mimi. Paulo anajua alikatisha tamaa. Sehemu nyingine anasema hata kama utu wetu wa nje utachakaa, lakini utu wetu wa ndani unaimanisha kila siku. Ndio maana nakwambia uwe moto wa kusema kwa maneno. Ingia kwenye maombi, utu wako wa ndani utiwe nguvu, utu wako wa ndani utiwe nguvu. Hauwezi kulegea kama huku ndani pana waka moto. Yeremia akasema vibaya, akasema Mungu umenihadaa nami nimehadaika. Alipokuwa anasema maneno hayo, akasema na alisikia moto kwenye mifupa na kwenye moyo, nikashindwa kujizuia. Kwa kadiri unaenda mbele za Bwana kwa magoti, nguvu za ndani zinaongezeka. Huwezi kukata tamaa. Waisraeli walikata tamaa. Ezekieli anaona mifupa mikavu, wamekata tamaa. Akaambia watabirie. Upepo katoka, nguvu za Mungu zikaenda, zikawanyanyua kwa upya. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi wanaregea kwa sababu hawana nguvu za Mungu ndani yao. Hawana neno la Mungu, wana maneno ya wanadamu. Kwa kadri unajitoa kwa Mungu na unasikia ulimwengu, ndipo unapotea na unaanza kuregea. Paulo anasema, mbona mlikuwa na spidi? Mbona mlikuwa na haraka? Nani aliyewazuia kuendelea? Hakuna kitu kibaya unakuwa maskini kwa kusingizia. Yaani mimi kipindi na baba na mama nilikuwa nasoma wewe. Mimi mama na baba angekuwepo, mimi ningekuwa profesa. Kwa hiyo tukusaidie. Mimi kipindi mume wangu yupo nilikuwa napiga kazi. Kwa hiyo tukusaidieje? Usisingizie. Usikubali kupata mazingira ya kutia moyo. Sasa mimi ni maskini, lakini umaskini sijajitakia. Hamna. Kama baba yako maskini yeye, mama yako maskini yeye, wewe tengeneza ya kwako, nyosha ya kwako, nyosha mapito yako, jiongana mwenyewe mbele. Usipate kisingizio. Wakoma wangesingizia sisi ni wakoma, wasingeenda. Usipate kisingizio. Na ndio maana watu wengi wana saikolojia namna hiyo ya kutaka kujidefend, na anajiwaza ameachwa na mtafuta jirani yake. Hivi unaona mimi ndo nimekosea kweli? Mimi nimekosea kweli? Anasema hujakosea, wewe mtu mzuri. Kumbe yeye ndo utapeli. Anafarijika kwa sababu ni mbaya. Na machawa ni wengi. Na machawa ndo wametupoteza. Unapaswa waambie ukweli, wewe ni mvivu, tabia zako mbaya. Kwa tabia hiyo ndoa hutaweza. Rekebisha tabia. Kwa sababu tunajua yani wewe tatizo lako ni tabia ulionayo. Ndio maana nakataliwa hata kuolewa, huwezi kuolewa. Tunajua. Nakufariji. Unajua wewe mlembo, wewe ni mwema kabisa. Umepata tapeli mwenzako. Mafarijiana ujinga. Haleluya. Sema amen. Yaani mwingine anajua kabisa huyu binti kwa uvivu alionao, akiolewa ni vichapo. Kwa sababu hata kupika anachelewa, anazezeta makucha haya kama shumileta. Hivi makucha haya unapikaje? Unaoshaje vyombo? Unaendaje msalani? Hivi upo tu hivi unatembea hii shumileta kabisa. Haleluya. Acha kulegea kuanzia leo. Hatutaki watu wanaolegea. Usilegelee kwa jina la Yesu. Jikaze, jifunge kipebo, jifunge mkanda, nenda mbele, piga kazi wewe. I say, mama yangu kama una mtoto la naume linalegea pale, piga viboko. Nalegea nini? Nalegea. Bwana asifiwe. Hatutaki watu wanaolegea namna hii.
Unaona watumishi wa Mungu wanaamka saa 8 wako kwenye maombi, rapasha usiku wanapiga. Ndio maana wana faida. Hatulegei, ndio maana vitu vinatokea. Tungekuwa tunalegea usingeona matokeo unayaona. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa kwa kulegea na kujiregeza na kuuma. Yeye kisukari leo, kesho malaria, kesho kutwa mara tumbo. Wewe una shida gani wewe? Una shida gani wewe? Acha kulegea. Haleluya. Umezoea tu ukiumwa baba yupo. Siku akiondoka utaumwa, utapona mwenyewe, kwa sababu usipokula, usipofanya kazi hautakula. Punga mkono. Wewe sema baba yangu tajiri. Utajiri wa kwako. Siku akiondoka utakula kwako. Yeremia 48:10. Haisei tusilegee. Ifike mahali point ni kweli unaona kabisa hapa nguvu zimeniishia, lakini unajitia moyo. Jitia moyo. Yesu alisema duniani mnao dhiki, lakini jipeni moyo. Jitie moyo, endelea na safari mwanangu. Ilifika point Daudi amepigana vita, wamepigwa majemedari, amepigwa vita, amebaki peke yake, amechoka. Biblia inasema Daudi akajitia moyo kwa Bwana. Usikubali kufa namna hiyo. Usikubali kufa kizembe namna hiyo. Hapana. Yeremia 48:10. Haleluya. Yeremia 48:10. Mara mashaka para baba. Robo shaka para baranda basa. Yeremia 48:10. Na alaaniwe mtu afanye kazi ya Bwana kwa uregevu. Alaniwe mtu afanye kazi ya Bwana kwa uregevu. Maana mtu yote anayefanya kazi kwa mikono yake kwa uregevu, huo ni hakika alaniwe, maana yake asifanikiwe. Kwa sababu kulaniwa ni kinyume cha kubarikiwa. Kubarikiwa ni uwezo wa kufanikiwa, uwezesho wa kufanikiwa, wa kutoa matokeo. Mtu yote anayefanya kazi kwa uregevu alaniwe. Mnaelewa ninachokisema? Una biashara, unaamka saa 5. Haleluya. Nimeshangaa kuna mahali ukienda. Nilienda mji mmoja, siutaji, ila ule mji ni kama unaelekea Moshi alafu yaani kama unaenda njia ya Moshi, ule mji kule. Nimeenda saa 2 usiku. Hakuna chakula. Hakuna chakula. Tulikuwa tunakaa hoteli. Tumeenda hoteli. Tumesubiria chakula cha asubuhi cha hotelini. Mji hauna chakula. Ukijitarisha unatoa chakula kimesha poa. Nashangaa watu tu wanaendelea na mambo yao. Lakini nenda miji ambao watu wanatafuta. Na Dar es Salaam saa 8 kamili nashangaa mtu anapika chips. Usio nafikiri kwa sababu ya Dar es Salaam kuna miji imeraniwa. Watu wake wavivu wanawaza tu mambo fulani. Nenda kafuate miji yote watu wanaoregea, hamna maendeleo. Naanza kumsingizia Tanzania viongozi. Ni kweli viongozi wana sehemu, lakini kuna baadhi ya maeneo watu hata kama wakitoa alani hapo hawana cha kuifanyia. Bwana asifiwe. Namba 3. Angalia namba 3. Bwana asifiwe. Angalia mambo ya kusaidia kuleta maendeleo. Namba 3. Anza hatua ili ujifunze. Anza hatua ili ujifunze. Anza hatua ili ujifunze. Anza nini? Hatua ili ujifunze. Angalia Mathayo 25:29. Mathayo 25:29. Anza hatua ili ujifunze. Mathayo 25:29. Leo karibu kumaliza, wewe tulia tu. Wewe na amani. Bado muda wetu upo. Mathayo 25:29. Haleluya. Nasoma zile habari za talanta, naendelea pale pale. Anasema 29.
Kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tena, lakini asiye na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Mnisikilize, huna kitu hutapata kitu. Kibiblia, huna kitu hutapata kitu. Kibiblia, huna kitu hutapata kitu, mwenye kitu ataongezewa kitu. Maana yake nini? Mnisikilize, huna kazi, ni ngumu kupata kazi. Mwenye kazi ni rahisi kupata kazi. Huna shughuli, upate shughuli. Mwenye shughuli ni rahisi kupata shughuli. Okay, mnisikilize. Ukitaka uanze kujifunza maendeleo, anza kitu. Kwenye kuanza kitu utapata kitu. Maana yake nini? Wakati wa kuchukua hatua sio wakati wa kupoteza. Mara kadhaa watu wanaochukua hatua wanapata maarifa ya kuchukua hatua nyingine zaidi. Lakini kama utajifunza kuchukua hatua, utapata akili na maarifa ya kupata akili nyingine. Ndio maana sasa nenda kachunguza. Watu wengi sana wanaojaribu mambo ndio wanaofanikiwa. Kwenye kujaribu kuna kujifunza. Hata kama umeferi, lakini umejifunza. Usipoanza kufuga kuku, hutajua matatizo ya kuku. Hutajua kuku inafugwaje. Hata kama ni mjinga ukaanza kufuga, utafeli, lakini utajifunza. Siku nyingine utafuga, utaendelea. Kwa mujibu wa Bible, watu wote wasio na kitu hawapewi kitu. Akaulizwa yule mwanamke, una kitu gani nyumbani kwako? Kwa sababu nguvu za Bwana, upako wa Bwana hautembei mahali pasipokuwa na kitu, pasipokuwa na msingi. Nguvu za Mungu zinashinda kutembea. Kwa kadiri unaweka mkono wako mahali, unaanza hatua fulani, na ndipo unaanza kuona nguvu za Bwana zinakutembelea. Ufalme wa Mungu unakuja. Wakoma walipokuwa wamekaa, palikuwepo njaa, Mungu akaonekana, malaika wakaonekana, sauti ya Mungu hawakuisikia. Walipochukua hatua wakiwa wanaenda, Biblia inasema Mungu akawatokea. Vishindo vyao vikawa farasi na magari. Kwa nini? Mungu anatembea na wanaotembea, hatembei na waliokaa. God moves with the movers. Ukijitahidi kutembea, utauona mkono wa Bwana. Ukianza huduma, utaona mkono wa Bwana. Ukianza ufugaji, utaona mkono wa Bwana, kwa sababu yeye aliyeweka kazi njema moyoni atakuja kutimiza. Ameweka kazi njema, anza aonekane akutimilize. Mnisikilize. Kama una kazi, usiache kazi kirahisi. Kwa sababu watu unaofahamu kazini, umewafahamu na mmefanya vitu vikubwa kupitia watu uliowafahamu kwa kupitia kazi. Hiyo kazi singekuwepo, usingewafahamu. Unanisikia kusema? Kwa kadiri. Ndio maana msikilize. Leo unaweza kuona mtu wa kawaida, lakini kwa sababu kuna kitu amekipata na ataanza kuendelea. Wakati mwingine mtu hapa hafaniki kwa sababu hajatoka hata mfuru, hajaitoka. Kwa hiyo anawaza kama vile vile, kama mazewa miaka 20 anawaza vile vile, hana kitu. Kwenye akili hana. Mpeleke mahali pengine wanaohasu, anatoka na kitu. Hujawahi kuona watu sasa akienda na gerezani, anakuja sio yule yule. Makili mgando umeyeyuka. Piga Yesu makofi wewe. Kwa hiyo jifunze kuchukua hatua, kwa sababu mwenye kitu atapewa. Mnisikilize, mwenye neno anapewa neno. Wanirudie tena. Mwenye neno anapewa neno. Asiye na neno, hata ile kidogo alionao linaondoka. Wao nisikilize. Naweza nikafundisha mwaka mzima mafunuo kila siku. Wao wakafikiri mhubiri na kutembea siku 8 na mafunuo ni rahisi. Wewe uliza wahubiri wanaelewa. Somo moja tu la Jumapili unapigana kutafuta somo, hamna, empty.
Bwana asifiwe. Ni kwa nini? Masomo tulionayo tunayagawa. Tunapogawa tunapata mengine. Ndio maana nikatembea namna hivi nafundisha vitu kama niko tayari kufundisha watu wengine. Lakini kwa mtu ameshaka ufunuo ndio anataka wamuone ndio boss, yani ndio mkubwa kanisani kwa ufunuo kamoja, anakashikilia hata katoa. Nasema haka sikatoe. Na anataka iwe special siku ya vijana ndio akatoe. Wewe, yani umekufa kiroho tayari, huduma yako itaenda. Una hofu gani kukatoa? Unapotoa ndio unaongezewa. Ndio matajiri wanazidi kuwa matajiri, maskini wanazidi kuwa maskini. Kwa nini? Tajiri ana maarifa ya utajiri. Hata kimfurisi anaweza kawa tajiri tena. Mwenye kitu ataongezewa. Mtu akiwa kuwa tajiri anaanza kupata mawazo ya utajiri. Anajua nafanya hivi, napita hapa, nafanya hivi, huyu na mtu wa kuniunganisha naye, na mtu wa kunisupport pale, TRA na familia na manager fulani. Kwa ndani yake upana, exposure inakuwa kubwa. Ufahamu wake unakuwa mkubwa. Zai kwa tajiri anafahamu na maskini hata kwenye kuongea. Kakae nao mezani. Mimi najua kabisa huyu jamaa ana akili za kitajiri. Hata kama ni mtu kijijini, lakini ana akili za kitajiri. Kaa na maskini yeye ni kuomba tu. Naomba hela. Nipe 100. Na una buku hapo. Naanza kupewa tu. Piga Yesu makofi. Mwangalie mwenzako mwambie una buku hapo. Una buku. Ndio ukikaa na watu matajiri hawakupi hela. Hawakupi hela. Bwana asifiwe. Na hii watu wanataka kuendelea mbele, ukae na mtu maana, usimwombe hela kwanza kwa sababu atakuzalau. Mtu ambaye anataka kujua anakaa na kufundisha. Kuna mtu mmoja anataka kujifunza kwa mtu fulani, alikuwa mtu mkubwa sana. Mtu mkubwa sana. Akamtafuta kwa mbinu appointment akamkosa, baadaye akaja akampata. Akakaa naye. Akamwambia, nataka niwe kama wewe. Niwe na utajiri kama wako. Akampeleka karibu na swimming pool. Nataka kuwa kama mimi. Akamkamata hapa, papa akatupa kwenye maji. Pipa papa pumzi. Ndio jamaa anataka kuniua, akamtoa. Yuko hasa mimi nakwambia niwe kama wewe, niwe tajiri. Mbona akaniambia ukijua maana hii utakuwa tajiri. Ukijua maana hii zoezi utakuwa nini? Akamwacha. Kuna mwingine alikuwa anataka mtu fulani kuona naye, alikuwa ni wakili. Jamaa alikuwa wakili mzito kwenye hiyo nchi. Nakupa mshuhuda. Akamtafuta yule wakili, alikuwa maarufu. Baadaye akaweza kumpata. Akamkamata, akamwambia, "Unataka kuwa kama mimi?" Njoo. Akaenda, akampeleka kwenye haya majukwaa wanaosemaga zile semina zao. Akamwambia, "Jamani, huyu mnaomuona hapa na familia naye." Akamwambia, "Ondoka." Jamaa kajiulizeni, anamtambulisha watu kati na familia naye. Mnisikilize. Unaweza ukatambulishwa ndio kufanikiwa kwako. Kukutambulisha tu umefanikiwa. Kuna watu ambao ukipata connection nao umetoka. Mtu kupata kujuana naye umetoka. Sasa mawazo ya kimaskini tunawaza tukupata hela, na unapewa hela una akili za kuzalisha. Mwenye kitu atapata kitu. Jifunze kutafuta kitu. Wataka kuwa mhubiri, jifunze kusoma maneno. Hata kama una kafundisho, kachambue, kazalishe. Kafundishe. Ongeza. Una kihela kidogo, kiweke kwenye kitaji, kizalishe. Haleluya. Sasa mwenye kitu atapewa kitu. Kwa nini? Yule mwenye tanda 5 alipokubali kuchukua hatua akapata 5. Jambo la mwisho, jambo la 4. Haleluya. Jambo la 4. Uaminifu. Kuwa na uaminifu. Kuwa na uaminifu. Mathayo 25:21. Mimi hapa yani sikiliza. Unajua kuna watu hawaelewi. Hapa mimi nakupa nondo. Yaani kama unataka kwenda mbali, shika haya.
unahitaji mambo mengine. Shika haya, sababu nayazungumza, najua yanapopelekana watu. Yaani kuna watu hapa nilikuwa nafundisha wasomi, wanakuwa wanaandika kwa haraka. Sikwambii vitu vya kubabaisha, nakwambia ukika. Ukijifunza hili, maisha yako yatabadilika. Ukijua kwamba nikiwa na kitu napata kitu, hutaacha kazi kirahisi, hutadharau watu kirahisi. Chukua hatua. Jambo la 4, uaminifu. Mathayo 25:21. Naongelea habari za talanta bado. Kwa tatizo la yule mtu wa talanta moja, tatizo lingine hakuwa mwaminifu. Mwaminifu maana yake nini? Nitakuelekeza. Mathayo 25:21. Haleluya. Bwana wake akamwambia, vema mtuma mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Bwana asifiwe. Kwa mnisikize. Maana ya uaminifu, tafsiri ya kwanza kwenye habari ya maendeleo, tafsiri ya kwanza ni uwezo wa kuwa tayari kutoa matokeo kwa kidogo ulichonacho. Rudia sana. Uaminifu maana yake ni kuwa tayari kutoa matokeo au kuzalisha kwa kidogo ulichonacho. Kuwa tayari kuzalisha au kutoa matokeo kwa kidogo ulichonacho. Halo? Kwa hiyo mnisikilize. Kwa mujibu wa Biblia, mtu ambaye akipata kidogo anaweka nguvu zake pale kukizalisha, kukitoa kitoe matokeo, Bible inamuita mtu mwaminifu. Kwa nini? Alipewa 5 hakudharau. Alipewa 2 hakudharau. Alipewa 1 kadharau. Watu wengi sana wenye vidogo wanajiona wadogo. Wa 1 anasema hii sasa 10,000 inanisaidia nini? Kwa nini? Kwa sababu wale wengine Bible inasema walipewa kwa uwezo wao. Kipawa kwa uwezo wako, huduma kwa uwezo wako, mtaji kwa uwezo wako. Mungu anapokupa kitu anakupa kutegemeana na neema ulionayo. Kwa hiyo pasiwepo kisingizio cha kujilinganisha na mtu mwingine ukasema huyu amependelewa. Hapana, kila mmoja ana talanta yake, ana kipawa chake, ana uwezo wake. Ndio maana yule mmoja akapewa 1 kwa sababu uwezo wake wa kuzalisha ulikuwa kwenye kidogo. Angeweza kukaa mkono wake ukahodari akazalisha 1, Mungu angempenda. Hata kama ni kidogo, zalisha kidogo vile vile, utaitwa mwaminifu. Akasema nilikuweka juu ya machache, nitakupa mengi. Mungu hawezi kukupa mengi umeshinda machache. Mnisikilize. Unaweza leo kama mhubiri ukapewa kuhudumia watu 2. Wasema watu 2, mimi nachunga nini sasa? Na ukija hapa tu ni rasha tu. Tusome Bible. Pa. Neema Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu Baba, kweli wana njaa, hawana kitu. Nini? 2. Nasubiria 1,000 ndio ufundishe. Umekwama. Yaani hata kama ni 2 wakaa usiku na mchana wapige gombo, wafundishe, waelekeze hao Mungu atakuja kuletea watu wengine. Mtu ana pesa, anasema hii 50,000, mtaje 50,000 nitafanya nini? Hapana, uaminifu ni uwezo wa kuzalisha hata kidogo. Inawezekana na mawazo makubwa, lakini theory au mtazamo sahihi wa uchumi, fikiri pakubwa, anza padogo. Ndio mtazamo wa uchumi. Fikiri pakubwa, anza padogo. Tulianza huduma hii tukiwa watu 3 wenyewe wa kubembeleza. Wewe unasema hii imenijikatia tamaa, naachia hapo. Kwa nini? Kwa sababu unadharau. Zekaria sura 4 aya 10 anasema usidharau mwanzo wa mambo madogo.
Mnanisikia ukisema? Jifunze chochote ulicho nacho ambacho Mungu amekupa, jifunze kukizalisha hata kama ni kidogo. Mnisikilize. Kwa kadri unakuwa mwaminifu kwenye kidogo, ndipo Mungu anaanza kukuunganisha na pakubwa, kukupeleka pakubwa. Nimeona watu ambao wameongezewa huduma. Yaani mtu alikuwa ni mchungaji, lakini kwa sababu amekuwa mwaminifu kwenye kuchunga kondoo, Mungu amemfanya kuwa mtume. Mungu amemfanya kuwa nabii. Mtu mmoja anaitwa Paulo. Paulo wito wake wa kwanza ulikuwa mwinjilisti. Baada ya muda akawa mwaminifu kwenye kazi ya uinjilisti, akawa mwaminifu. Mungu akamzawadia huduma nyingine, mtume na mwalimu. Kwa nini? Ukiwa mwaminifu kwenye unachokipawa kidogo, Mungu ana kawaida ya kuongeza. Kuna watu ambao wamekuwa wachungaji kabisa, hawakuwa wachungaji, walikuwa wazee wa kanisa tu, lakini wamefanya kazi yao vizuri ya uzee wa kanisa, wameombea watu, wamekuwa waaminifu, wamefanya ile kazi kwa kuamini na kwa uaminifu sana. Mungu amewakweza, amewapa kipawa kingine. Nimetazama watu ambao walikuwa ni mfanyakazi dukani kwa mtu, tajiri fulani, lakini amefanya ile kazi akamzalishia. Ni mtu tu mdogo, mtajiri anaona akasema, huyu mkono wake nimeuelewa na uaminifu wake nimeuelewa, akampandisha grade, akampandishia mshahara. Baada ya muda anakuambia, mwanangu, kwa ulivyonifanyia na kufungulia tu duka pale, leo ni matajiri. Wewe unasubiria upate 500,000 ndio uanze biashara? Unasubiria uwe na jina ndio uende kumtumikia Mungu? Nisikilize. Kila unachopewa na Mungu, hata kama ni kidogo, jifunze kutafuta matokeo. Mimi kuna wakati nilikuwa nafundisha watu wawili, kia nikati tamaa, Mungu ananiambia kawafundishe, na nawafundisha kwa moyo mpaka naruka. Haleluya, wawili. Wanataka tu wengi. Uaminifu ni kuwa tayari kuzalisha kidogo ulichopewa. Naomba usimame. Ukishika hayo, utakuwa mtu wa kawaida. Nyosha mikono miwili juu nikubariki. Leo tunamaliza semina yetu, ni siku yetu ya mwisho. Nataka nikuombee baraka za Bwana ziwe pamoja nawe. Kipindi nimesimama madhabahuni, Roho Mtakatifu ameniambia jana ndio alikuwa anakamilisha yaliyosalia. Kwa hiyo leo wala sitakuombea sana. Kama jana hukupata kitu, basi leo Mungu alikuwa tu anadhibitisha yale ambayo alikuwa anasema na kukupa tu kitu cha kwenda nacho nyumbani kama mtaji. Lakini jana Mungu aliamua kumaliza mambo ya vitu. Nyosha mkono. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru. Asante. Naomba tuje madhabahuni. Njoo. Naomba yule ambaye nimeagiza mafuta niletea. Njoo panga msatu niwabariki. Niwabariki. Naombea baraka za Bwana. Una shughuli, una kazi. Mungu akubariki. Bwana asifiwe. Nyosha mikono mrijo. Nenda kutamkia baraka za Mungu. Haleluya. Tuko tayari kupokea baraka hizi? Nyosha mikono mrijo. Naomba nyosha mikono mrijo. Sema, Bwana Yesu, tunakushukuru kwa wiki nzima. Asante. Peke yako unastahili. Tunakurudishia utukufu kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, tunaomba mafundisho haya ndani yetu yakapiga kelele. Tukitaka kulegea, utukumbushe semina hii, utukumbushe fundisho hili kwa damu ya Yesu. Tupe uaminifu ndani yetu. Madogo tulio nayo, shamba tulio nalo, tuanzie hapo hapo. Mtaji tulio nao, tuanzie hapo hapo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo. Nyosha mikono nikubariki. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Akuanuza uso wake na kufadhili. Akupe amani. Uitwe heri na mbarikiwa. Ubarikiwe endapo, ubarikiwe ingiapo. Kazi za mashamba zibarikiwe. Kazi za mifugo zibarikiwe.
ardhi yako ibarikiwe, uzao wako ubarikiwe. Mungu abariki huduma yako. Mungu ainue na abariki kazi ya mikono yako. Mungu ainue na kubariki kanisa unalochunga kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Na kuombea ulinzi, magonjwa asiwe juu yako, magonjwa hatakuwa juu yako. Mungu akuponya magonjwa yako yote kwa damu ya Yesu Kristo. Naombea ndoa yako, Mungu aisimamishe mwenyewe. Naombea familia yako na uzao wako, Mungu autunze kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakuombea hata wazo ulilokuwa nalo la biashara, Mungu alichipue ndani yako kama moto kuanzia leo. Mungu akupe hatua ya kuchukua kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Unataka mtoto, pokea mtoto kwa jina la Yesu Kristo. Unataka uzao, pokea uzao kwa damu ya Yesu Kristo. Unataka ndoa, pokea ndoa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Pokea nguvu za Bwana juu yako, pokea uwepo wa Bwana juu yako, pokea nguvu ya mamlaka ya kiungu juu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Kuanzia leo utakuwa juu, utakuwa chini kwa damu ya Yesu Kristo. Nafuta maneno mabaya juu yako, nafuta laana za ukoo juu yako, nafuta mikosi juu yako kwa damu ya Yesu Kristo. Orobo shaka tarabana, orobo shanda rabako. Wewe kupaza sauti yako ukamshukuru Bwana, ukamwambia Mungu asante kwa kunibariki, asante Mungu kwa kunifundisha. Ashaka rabariama, apari andara basako, opari andara bako, ashaka rabakonya. Pokea uwezo toka mbinguni, pokea nguvu za Bwana, pokea neema ya Bwana, pokea kibali cha Bwana kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Inabariki kazi za mikono yenu, nabariki mashamba yenu, nabariki mifugo yenu, nabariki mashamba yenu, nabariki ardhi zenu, nabariki nyumba zenu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Mafarakano kwenye ndoa na yaondoa, mafarakano kwenye familia na yaondoa kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Mungu aonekane kwako. Wito, nambarikiwa, nabariki mji wako.